Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema na amani ya Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo, asili ya faraja yote, iwe nanyi wote. Ndugu wapenzi, tuungane dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada takatifu kwa furaha na amani. Mungu Mwenyezi atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Amen. Mfanyie mtumishi wako Frere Muongo Lero aliyependa Kristo hata kushika mwendo wa mapendo makamilifu, afurahiwe na kuja kwake katika utukufu, na pamoja na ndugu zake ajaliwe heri ya milele katika ufalme wako, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Amen. Yesu alikufa na akafufuka, nasi tutakuwa na Mungu daima pamoja naye. Sisi tunaoshikwa na huzuni kwa sababu ya kufa kwa ndugu, katika barua ya kwanza takatifu wa mtume kwa Wathesalonike kipindi cha 4 toka mstari wa 13 hadi wa 18. Kaka Marada, tuko tayari kwa kusikiliza. Ndugu zangu, hatutaki mkose kujua habari za wale waliofariki, msipate uchungu kama watu wengine wasio na matumaini. Sisi tuamini ya kama Yesu alikufa akafufuka. Vivyo hivyo Mungu atachukua pamoja na Yesu wale waliofariki katika imani kwa Yesu. Kwa maana kadiri ya neno la Bwana tunawaambieni haya: sisi tulio bado wazima na kubaki hapa wakati wa kuja kwake Bwana, hatutawatangulia wale waliofariki. Amri itakapotolewa na sauti ya malaika mkuu na tarumbeta ya Mungu itakapolia, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, nao wafu walio katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio bado wazima na kubaki hapa tutachukuliwa pamoja nao katika mawingu kumwendea Bwana angani, na hivi
hivyo tutakuwa pamoja na Bwana siku zote. Basi mtulizane kwa maneno hayo. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Yesu ni ufufuo na uzima. Tukimwamini tutapata pia uzima pamoja naye. Tutasomewa hayo katika Injili iliyoandikwa na Yohane kipindi cha 11 toka shairi la 17 hadi la 27. Tutasimama wote kwa kushangilia Injili hiyo. Yesu alipofika alimkuta Lazaro amekwisha kuwa kaburini tangu siku nne. Betania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya mwendo wa nusu saa. Wayahudi wengi walikuwa wamekwisha kwa Martha na Maria kuwapa pole sababu ya ndugu yao. Martha aliposikia ya kuwa Yesu anakuja, akamwendea njiani, naye Maria alikuwa akikaa nyumbani. Martha akamwambia Yesu, Bwana, ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua kama lolote utakalomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akaitika, najua kwamba atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini hata akisha kufa atakuwa mzima, na kila mtu aliye mzima na kuniamini hata kufa milele. Je, unasadiki neno hilo? Martha akamwambia, ndiyo, Bwana, nimesadiki kwamba wewe ndiwe Masia, mwana wa Mungu anayekuja duniani. Tushangilie neno la Bwana. Katika imani yetu kwa Yesu na padri na watawa waheshimiwa, kwa namna ya pekee
wa Augustini Nyoni Assumption, jamaa ya Fred Muongo Jerome, wana wa Mungu, amani kwenu. Injili inayotoka kusikiliza inatuhadithia kwamba Lazaro alikuwa amefariki na kwamba mwili wake ulikuwa umewekwa kaburini tangu siku 4. Martha dada yake alikuwa katika huzuni kubwa aliposikia kwamba Yesu yuko njiani, akamwendea. Alizani kwamba Yesu alifika kwa wakati, analikwenda kuuliza kwa kumkuta Lazaro rafiki yake alifariki. Yesu na Martha walipokutana wakaanza kuzungumza, na katika mazungumzo yao Yesu alijifunua kwa Martha kama ufufuo na uzima. Mimi ufufuo na uzima, anayeniamini hata atakapokufa atakuwa mzima. Mimi Yesu anatumia maneno yale Mungu alivyotumia alipojifunua kwa Musa. Ni jambo la maana makubwa. Fundisho ni kwamba uzima unaopatwa ni mtu, na tena mtu aliye hai. Uzima unaopatwa ndiye Yesu Kristo wa Nazareti, aliyetumwa na Mungu hapa duniani kwa ajili yetu na kwa ajili ya wokovu wetu. Kuwa mzima ni kumpokea Yesu Kristo maishani mwangu. Kuwa mzima ni kumpokea Yesu Kristo maishani mwangu. Yesu anatufundisha hivi kwamba uzima wetu una bei kuliko mwili wetu. Mwili huu una pesa. Uzima wetu unashinda ujana wetu ambao mara na mara unatutuma mbali na njia za Mungu. Uzima wetu unashinda nguvu zetu, unashinda akili yetu, na unashinda vipaji vyetu mbalimbali vinavyotushawishi kuwaza kama sisi ni kitu cha bei kubwa. Kumbe uzima wetu hauwezi kupimika tu kwa udhaifu wa mwili wetu, kwa makosa mbalimbali yanayotukumba, au hata kwa kazi ulizotimiza mbele ya watu katika jamii au katika Eklesia. Mambo hayo yote ni mtazamo wa wanadamu, lakini Bwana anatuambia kwamba uzima wetu unashinda hayo yote, na hata uzima wetu ni fumbo tofauti na hayo yote. Kumbe kwa kuwa na uzima kweli, inatupasa kuacha mawazo yetu kufikiria na kupokea maana ya maisha yetu kutoka kwa Kristo, yaani inatubidi kupokea maisha yetu kama zawadi au kipaji cha Kristo.
Yeye ndiye ufufuo na uzima, uzima ambao hata kitu kimoja hakiwezi kubomoa. Uzima huo ndio uhusiano wetu pamoja na Kristo. Uzima huu unashinda magonjwa yote, unashinda kushtakiwa, kusengenywa na kusingiziwa, unashinda jaribu lolote, mateso yote na hata kifo. Sisi kama Wakristo tunapokea uzima huu katika ubatizo unaotugeuza kuwa wana wa Mungu katika Kristo Mwana wa pekee wa Mungu. Ndio sababu tunaomba kulinda tena uhusiano wetu pamoja na Kristo ili tuwe na uzima wa kweli. Tutaulinda tukishikamana na Yesu Kristo na kumpatia nafasi ya kwanza maishani mwetu. Tukivunja uhusiano huo kati yetu na Kristo, tayari tumekwisha kufariki. Tukikutana na Mungu, hakika tumekwisha kufariki. Na jinsi tunavyojua, dhambi ndiyo inayotutenga na Mungu, unatusukuma kusahau kwamba uzima wetu kuna msingi na mwisho katika Mungu mwenyewe. Ndio maana Mtakatifu Augustino anatufundisha kwamba Mungu alituumba kwa ajili yake, na moyo wetu hauwezi kuwa na utulivu mpaka tupumzike ndani yake. Ni kusema kuna watu ambao wengi wanaoonekana kama watu wazima, kwani wanatembea au wanafanya mambo fulani, ijapokuwa kidogo ni sawa watu ambao wamekwisha kufariki. Kuna pia watu ambao hata kama kimwili wamekwisha kufariki, lakini wao ni wazima ndani mwa Mungu. Kufatana na hayo, ndugu na dada wapenzi, tunamsindikiza leo Askofu wa Mungu na makao ya Ufufuo. Tumshukuru basi Mungu kwa mifano bora anayotuachia Roho Mungu kupitia ndani yake matumaini yake, matumishi mbalimbali aliyotimiza katika shirika lake, aliyotenda kwa mapendo makubwa na kwa kazi ya maendeleo ya jamii alivyotafuta katika maisha yake. Kwa mema yote aliyotenda kwa ajili ya imani yake kwa Kristo, Mungu amrehemu uzoefu wake wa kibinadamu na amjalie tuzo ya mtumishi mwema na Mungu. Nasi tukiwa bado safarini, tukaisikia Mungu kutujalie neema ya kusimama imara katika imani yetu kwa Kristo, Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, tukikumbusha ya kwamba Yesu Kristo ameshinda kifo na mauti, hasa wakati wa ulimwengu. Tunahakika ya kwamba yeye hakusema kwamba tutazaa, bali alisema twendeni kwenye kando nyingine
mahali. Tu n'as pas dit que tu pleurais, mais il a dit, allons vers l'autre lieu. Kama Yesu aliyetuandalia ujulizaji wa Mungu. Mungu atujalie neema ya kufundishwa na faraja kamili hadi tutakapoonana tena kwake katika utukufu na milele. Tena zaidi, Mungu atujalie neema ya kuwa tayari siku kwa siku kumwendea Bwana atakapotuita, kwani hakuna anayejua wala siku wala saa. Bwana milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Amen. Kubali kumhurumia marehemu Tembo Shegombo Muhongo aliyepewa zamani katika ubatizo uzima wa roho, na ukubali kumshirikisha uzima wa milele pamoja na watakatifu wako. Ee Bwana utusikilize. Ee Bwana utusikilize. Ukubali kumfufua siku ya mwisho marehemu huyu aliyelishwa mwili wa Kristo, mkate wa uzima wa milele. Ee Bwana utusikilize. Kubali kuwapatia marehemu ndugu zetu na wote waliotutendea mema tuzo la matendo yao mema. Ee Bwana utusikilize. Ukubali kuwapokea katika mwanga wa utukufu wako wote waliofariki katika matumaini ya ufufuko. Ee Bwana utusikilize. Ukubali kuwasaidia wale wote wanaoteseka, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa nawe. Ee Bwana utusikilize. Ukubali kuwasaidia na kuwatuliza kaka na dada zetu wanaomlia marehemu. Ee Bwana utusikilize. Ukubali kuwakusanya katika ufalme wako wa mbingu wale wote waliokutana hapa kwa imani na ibada. Ee Bwana utusikilize. Amen. Katika usafi naosha mikono yangu.
Mpendeze Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote. Ee Mungu, upendezwe na sadaka hii na kwa huruma yako umpatie mtumishi wako Pendo Jerome Mwongo maondoleo ya dhambi aliyokuomba, umjalie kufurahi siku zote pamoja na watakatifu wako na kushuhudia utukufu wako milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Tuinue mbele. Tunayo kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Yafana ni haki. Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, katika mwili wa matumaini ya ufufuko wa heri yanayojulikana, ili sisi tukiona uchungu sababu imetupasa kufa, tukiulizwe na ahadi ya uzima wa milele. Kwa uaminifu wako, ee Bwana, uzima haupotei ila unageuka, na mwili mzima yao duniani unapoharibika, makao ya milele yatayarishwa kwao mbinguni. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na wakuu pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa Mungu twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho. Ee Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi
mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akamega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kumkumbuka. Ndilo fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake Mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedeki anayesimamia ibada ya misa takatifu, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Mkumbuke mtumishi wako Frere Katibu Mungu Jerome uliyemwita kwako leo, atoke katika dunia hii. Umfanyizie yeye aliyeungana na mfano wako, akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke marehemu ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuumie sisi wote tupate kusherehekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kweli yake pamoja naye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, ya vita na ukombozi na kukumbusha Baba, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu,
Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukinge na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu. Mwani wako ufalme, uwezo na utukufu milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani na wapa amani. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklezia yako ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Huyu ndiye Mwana-Kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri mwenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Ee Bwana, salimie ulimwengu, lakini sema neno moja tu. Sisi tuliotiwa nguvu ya chakula hiki kitakatifu, tunakuomba Bwana, ufungulie ndugu yetu Tembo Mlongo Jerome vifungo vya mauti, ili ashirikie kwa furaha ya ufufuko wa mwana wako, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Na neno la jamaa na pia neno kwa watoto wa jamaa. Tutamalizia na neno la Abel Assumption, kisha maneno hayo tutarudishia Padre Mungu anaweza ubatizo. Ufufuo na uzima, asema Bwana, anayeniamini hata atakapokufa atakuwa mzima. Yohana 11 mstari wa 25. Kwa niaba ya Padre Ponsiano, kwa hatua tatu tunatoa hapa kifupi cha maisha ya Frera Tembo Mlongo Angelo. Kwanza, kuzaliwa kwake, masomo na kuitwa. Tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka
1958 Bamusienene parokia Mtakatifu wa Yesu Iwatama. Frère Tembo Mungu Saint Jerome amezaliwa mtoto wa tatu katika familia ya wana saba mnamo wasichana watatu. Baba yake Kazuba Nikola na mama yake Kamilo Sahani. Huyu ni mlegionnaire na ndugu wetu Faustin Jerome alimtambua mlezi wake mkubwa katika maisha ya Kikristo. Alianza masomo yake ya msingi Bamusienene kwa mwaka 1964 pasipo kuendelesha sababu ya vita ya Mlele. Baadaye akarejea mwaka wa kwanza na kuendelea wa pili hapo tangu mwaka 1965 na akaendelesha mwaka wa tatu na shule ya msingi hadi kumaliza shule ya sekondari Bamusienene Mission Ibatama. Alisoma mambo ya uchumi na uongozi ama sciences commerciales et administratives. Tangu mtoto wake alishiriki katika chama cha Scotisme na ni kwa wakati hiyo alianza kufikiria kuwa padri umunie wa Scotisme, akiwa na lengo la kuwatetea Wascout wenzake wapate nao kuwa wasindikizi wa misa kama wafuasi. Nia hiyo ilipotea wakati Rais Mobutu alifuta vyama vyote, lakini alipomaliza masomo yake ya sekondari kwa mwaka 1918 alisikia tena wito wa kuwa padri wa jimbo, na kwa sababu mapadri wa jimbo hawakumjua aliamua kwenda Kanyabayonga, mahali alianza kazi ya kielimu. Huko akiwasiliana na Padri Rigobert wa Ngufu, akatambua maisha ya kitawa na akaanza kuyafurahia. Kwa hiyo mwaka ufuatao akielekezwa na Padri Rigobert wa Ngufu akaja Butembo na akafanya kazi ya kielimu na katibu kwenye shule ya sekondari Kambani. Hapa alikuwa aspirant wa Assumption mwaka 1981 hadi ule wa mwaka 1982. Mwaka huu na miaka ya masomo ya falsafa huko Ulegena aliwasaidia wenzake wengi kwa dactylography. Kama ilivyokuwa kwa wakati huo, baada ya mwezi mmoja tu wa postula alikubaliwa na Novisiati Mtakatifu Karoli Lwanga kwa mwaka 1982 hadi mwaka 1983 na kaweka naziri zake za kwanza za kitawa tarehe 16 Septemba 1983. Tangu mwaka 1983 hadi 1987 alisoma falsafa kwa Ulegena, na baada ya mwaka mmoja wa majaribio parokiani Mbao, ambapo akiwa mwalimu kwenye shule ya sekondari Mwera
alijitolea kama mamaye katika chama cha Legion ya Maria. Tangu mwaka 1988 hadi mwaka 1989 alisoma teolojia kwenye chuo Gregoriana pa Roma. Huko ndiko aliweka nadhiri zake za maisha tarehe 13 Oktoba mwaka 1988 na ni tangu tarehe 13 Machi mwaka 1989 akiwa anasoma teolojia ya Roma, aliamua kumtumikia Mungu kama frera. Tukimnukuu kwenye barua aliyomwandikia Padri Theodore, padri provincial wa wakati ule na aliyempokea frera Mungu kama novisi, anasema hivi: nimeambiwa siku moja na mmoja wetu kwamba baada ya nadhiri za maisha inafaa kufikiria matumishi ya kibali. Nilichunguza sana neno hili, nilisali pia, mwishowe nafikiri sikuitwa kwa maisha ya kibali, nachagua maisha ya kitawa pasipo kibali. Ni udanganyifu au la? Natumaini kwamba hapana. Namuomba Mungu anionyeshe mapenzi yake, lengo lake juu yangu. Utaniuliza kwa nini chaguo hilo, na si vibaya kuniuliza hivyo. Mmoja wetu aliniambia kwamba chaguo hilo ni kwa sababu naogopa majukumu na maisha ya kibali, na sivyo. Kwa sababu sio kwamba maisha ya kitawa yana majukumu machache kuliko yale ya maisha ya kibali. Huku na huko, kinachotakiwa ni uaminifu, na hivyo alivyojaribu kuishi hadi mwisho kweli. Alipomaliza masomo ya teolojia huko Roma kwa mwaka 1919, alikaa kwenye jumuiya ya habari akisaidia kwa kazi za mwikazina wa jimbo, akichungulia kiwanda cha useremala Mtakatifu Yosefu. Tangu Septemba mwaka 1991 hadi Septemba mwaka 1994 alitumwa Kinshasa, ambako akiwa mwekazina wa nyumba yetu ya malezi ya teolojia alijifunza vizuri maarifa ya maendeleo kwa ngazi ya kwanza kwenye chuo cha Kikatolika jijini Kinshasa, graduat en sciences et techniques de développement aux facultés catholiques de Kinshasa. Akaja tena kukaa mahali na akiwa ameanzisha kituo cha kutawanya maarifa ya ulimaji ama Centre de formation et de vulgarisation agricole, CFOVA cible, itakayokuwa baadaye kituo cha Assumption kwa kusisitiza maendeleo kijijini kwetu ama ONG Appui au Développement Local Assumption. Tangu Machi 1995 hadi Oktoba 2004
mwaka aliporudi kwenye chuo cha Katoliki jijini Kinshasa kwa kuongeza maarifa ya maendeleo na uchumi kwa ngazi ya pili, alitumika kwenye ofisi ya jimbo la Butembo Beni kuhusu maendeleo ama vijiji kama mhusika na miradi. Utumishi huo ulimruhusu kusaidia kwa undani kweli na jinsi ya kuonekana uanzishaji na uongozi wa kazi za chemchemi za maji safi na makao bora huku kwetu. Na tangu mwaka 1996 alitumika pia kwenye Rezo Wima, kwanza kama mkurugenzi wa kamati ya muda na baadaye kama mkurugenzi mchaguliwa kwa mandeti mbili. Pili, ugonjwa au magonjwa yake. Baada ya kuanzisha kwa mwaka 2003 na 2004 tawi la maarifa ya maendeleo ama section des sciences et techniques de développement kwenye chuo kilichoitwa ICEAP siku zile au leo UAC, Frère Faustin Jerome aliwaka moto wa kurudi upesi akiwa na vyeti vinavyohusika kwa kuongoza wanafunzi chuoni katika tawi lake lipendelevu. Lakini muda mchache baada ya kutangaza na kutetea kazi yake ya ngazi la pili katika maarifa ya kiuchumi na maendeleo, afya yake ilizoroteka kabisa. Mwaka 2009 akisongwa na magonjwa ya kupitisha kiasi cha kilo obesity na kisukari diabetes, tangu kupita miaka 8 ya kupata hali ya mwili hypertension na magonjwa mengi zaidi yenye kutokana na hali hiyo, alionekana hata simama apate kuishi tena. Mungu asifiwe sana. Na jitihada za Daktari Kabuke Kasika wa kituo cha afya Dumil pa Kinshasa alisimama, na kwa mwezi wa 9 mwaka huo akatumwa kwenye jumuiya ya Bebena Maison Provinciale apate kutoka hapo na kwenda kwa kazi za Adel l'Assomption na kufundisha kwenye chuo cha UAC. Tangu mwaka 2012 ikiongezeka kwa magonjwa yake ya kawaida mnamo kisukari diabetes, alishikwa na magonjwa ya figo la insuffisance renale na akatibiwa kwa tiba za mpito za kusafisha damu les soins palliatifs de dialyse kwenye kliniki universitaire Paven, tena kwa kliniki internationale de médecine avancée au Kivu SIMAK ya Goma. Alipoomba waganga wa hapo wambadilishe figo, akatumwa pa EP Sharp Hospital ya Nairobi, Kenya. Huko walishughulikia Frère Faustin Jerome kiasi kwamba wautimizie kama alivyotamani, lakini yote yalipokuwa yametayarishwa, akaamua kwa hiari yake mwenyewe kutokuendelea njia hii. Akarudi kutoka Nairobi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka jana, na akafika hapo Butembo tarehe 22 na nia ya kungojea kwa matumaini na amani mapenzi yake Mungu. Pasipo uchelewe
aliendelesha tiba za mpito za kusafisha damu les soins palliatifs de dialyse kwenye kliniki universitaire Kamene, kwanza akiapa kwenye jumuiya. Lakini siku hizi za mwisho yapata karibu mwezi mmoja, kwa sababu ya maumivu makali sana na uchovu unaofuata tiba hizo za mpito za kusafisha damu, alishurutishwa kubaki kwenye hospitali, mara nyingine kwenye kaza roho na mara nyingine kwenye chumba cha kawaida. Ni siku ya 4 tarehe 22 mwezi huu, kwa sababu na kwa masaa za 5 za usiku alipoaga dunia akiwa na umri wa miaka 68. Mungu alitoa tena amechukua, jina lake lipewe sifa. 3. Somo na shuhudi wa kupitiza, mchokozi na mkinya. Frère Mbongo Sanjiro anatuachia somo nyingi tusizoweza kutaja hapa, lakini hatungeliweza kuzinyamazia hizi. Kwanza, jitihada zake kwa kujitoshelea kwa vyote. Tutakumbuka kwamba tuliposhtuka kwa kuona Ebola ya Migomba, kwa sababu kwa ugonjwa huo wa Migomba njaa ilikuwa imeingia kwetu huku, Frère Mbongo alianzisha mradi ulioitwa Ndiganzana kwa kumaliza njaa, na ndio mwanzo wa maabara kubwa ya chuo cha USC huko Bulengera inayozidisha migomba na mimea mingine huku kwetu. Pili, imani yake kubwa katika kuona Asunción ya Afrika ikijitoshelea siku moja ndiyo iliyokuwa ikionekana katika kupenda kwake sana kazi, kiasi hata aombe kupelekwa ofisini baada ya Asunción anapotoka kwenye tiba za mpito za kusafisha damu. Frère Faustin Jerome Mbongo, kaka na dada zako katika Asunción na katika mtu hawatasahau hata siku moja moyo wako wa kutunga njia za kuboresha maisha na mazingira. Juhudi yako ya ajabu, karama yako kwa kuishi utawa pasipo kutarajia upate. Ulihakikisha hapo kwamba unaelewa vizuri kanuni za shirika la Asunción, tukinukuu kwenye vipengele vya 35 na 36 kwa maneno kama haya: shirika la Asunción ni shirika la hisia ya ibada lenye kufuata kanuni za Eklesia nzima na lenye kwa njia ya mtoleo wao wa kitawa na kazi zao za kitume, watawa, mapadri na mafrera wawekwa katika utume mmoja. Frère Faustin Jerome, katika uchangamfu wako ulikuwa na zoezi ya kuwaamkia wenzako na kuambia watawa wote kwamba wewe ni mtawa wa Asunción aliyepewa vyote, le frère le plus heureux à l'Asunción. Katika hayo yote na hasa
uanzishaji wa mambo mengi kwa maendeleo agrikulturia, Frère Mungu Saint Jerome hupotei kamwe. Baada yako na kwa kujifunza kwako, tunao uhakika kwamba ndugu wengine wengi watafikiria wito wa Frère katika Assumption. Frère pasipo kutarajia ubali, upokelewe miongoni mwa mababu wetu na upumzike kwa amani kwa huruma yake Mungu. Bwana Mungu apanguse machozi na kuwatuliza wote wanaohuzunika sana kwa kifo chao. Mwisho kabisa, tunawashukuru waganga wote wa Wanamaika, wa Butembo, wa Roma, wa Kinshasa walioshughulikia zamani Frère Mungu na wale wa Clinique Universitaire du Gabin wa Butembo, Clinique Internationale de Médecine Avancée au Kivu Sima wa Roma na wa MP Shaka Hospital wa Nairobi, Kenya, pasipo kusahau wachungaji wake huku na huko, na ninyi wote kwa kuwepo kwenu pamoja nasi wakati wa msiba. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Amen. Mot des circonstances à l'occasion de la mort du révérend Frère Tembo Muongo Faustin Jérôme. La mort, bien qu'elle soit une réalité naturelle de l'existence humaine, demeure un événement profondément bouleversant. Elle nous rappelle que la vie est un passage et que l'homme, aussi fort soit-il, est appelé un jour à retourner à son Créateur. C'est dans cet esprit de recueillement et de méditation que nous rendons hommage au révérend Frère Tembo Muongo Faustin. Notre frère, sa mère, Hélène Sahane, est encore en vie. Le révérend Frère Tembo Muongo est rassembleur de haut niveau, courageux, serviable et doté de langage courtois. Par son comportement et sa manière d'être, il a su laisser une empreinte durable dans les cœurs de ceux qui l'ont connu. Sa disparition nous rappelle que la vraie richesse de l'homme ne réside pas dans la durée de sa vie, mais plutôt dans la qualité de son engagement et dans les valeurs qu'il transmet. Son souvenir restera vivant parmi nous, non comme une absence, mais comme une présence intérieure qui nous invite à vivre dans la voiture, le service et la paix. Nos sincères remerciements s'adressent à son Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Lille, député Bobéni, pour son accompagnement spirituel et moral. À la congrégation des officiers de l'Assomption, ainsi qu'à tous les religieux et religieuses qui ont accompagné notre frère durant sa longue période de maladie. À tous les frères et sœurs qui ont œuvré avec notre frère au sein de la congrégation et dans ses activités de développement. À toutes les personnes qui
nous soutiennent en ces moments difficiles et qui ont sacrifié leur temps pour participer à cette cérémonie funèbre. Ils trouvent ici l'expression de notre sentiment de gratitude. Et l'âme de notre frère Théo Jérôme Faustin repose en paix. Tunatoa pole kwa jamaa ya Frere Théo Jérôme, pole kwa watawa wa Assumptioniste, pole kwa sisi wote. Wamesema mingi kuhusu Frere Théo Jérôme, nitaongeza tu maneno machache. La mort est un mystère. Un mystère ultime parce que la conscience humaine peine à imaginer sa propre inexistence. Frère mon Théo Jérôme, tu es mort, mais tu resteras vivant dans le cœur à travers les souvenirs que nous avons de toi, à travers les œuvres. Le frère Théo, comme on l'a aussi dit, c'était un homme vertueux et beaucoup de qualités sont déjà citées. Je vais juste reprendre son engagement, son amour d'un travail organisé et bien fait. Le frère Théo, il s'est montré courageux dans ses activités, dans ses œuvres. Et comme on l'a aussi dit, il avait un esprit d'initiative et la rigueur dans le service, dans le travail. Et nous avons bien suivi que jusqu'à ce dernier moment, il passait quelquefois au bureau de la belle Ascension pour le suivi de quelques activités. Le frère Théo, on sait, il a contribué au bien-être des communautés locales dans les territoires de Béni et de Bénin. Il a initié des jeunes aux différents métiers en initiant ce que nous appelons ici même centre d'initiation aux métiers et de développement. À travers ce centre, il a initié les jeunes à la coiffure, à la coupe et couture, dressage des cheveux, à la peinture. Il a initié beaucoup d'autres activités et l'année passée, il venait d'initier un laboratoire d'élevage hors sol des poissons à Oxyénène. Il a initié beaucoup d'autres à l'élevage, à l'agriculture et à la pisciculture. Nous sommes très reconnaissants envers le frère Mongo par ce qu'il a été pour nombreux d'entre nous.
il restera vivant au milieu de nous. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Yesu Kristo alitupenda mpaka kufa msalabani kwa ajili yetu. Msalaba huu unatukumbusha mapendo hayo. Basi msalaba huu uwe kwetu alama ya mapendo ya Yesu kwa Frere Jerome Mwongo Jerome na kwa kila mmoja kati yetu. Bwana, mwangalie na huruma mtumishi wako Frere Tembo Mwongo Jerome uliyemfanya kuwa mtoto wako. Tunamrudishia nguo nyeupe ya ubatizo wake. Tunatumaini kabisa ya kama umempokea karibu yako kwa ahadi pasipokuwa machozi wala mateso, lakini amani na furaha. Siku ya ubatizo wako ulipokea mshumaa wenye kuwaka, alama kwamba umempokea mwanga wa Kristo na kukubali kutembea siku zote kama mtoto wa Bwana, kusudi siku watakapokuja na watakatifu wote wa ufalme wake uweze kuingia nanyi katika makao ya Mwana wake. Leo tukikumbuka ubatizo wako, tunawasha mshumaa huu wa Pasaka na tunaomba Bwana awe mwanga wako katika ufalme wake sasa milele na milele. Frere Tembo Mwongo Jerome, kwa alama ya heshima tunayo kwako, tunakutolea ubani huu ili upande mbele ya Mungu pamoja na sala zetu. Uri
watafunga kwa alama ya imani hiyo, ninabariki mwili wako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Leo tunamsindikiza ndugu yetu Fray Tembo Muhongo Ostellero katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaoweka udongoni kama mbegu ya mwili itakayofufuka na roho yake iingie katika raha ya milele. Tukuomba ee Bwana, umpokee ndugu yetu huyu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa mbinguni pamoja na watakatifu wote milele na milele. Bwana awabarikie na kuwasikiliza Mungu aliyewaomba watu waweza wake mkuu, akawapatia waamini tumaini la ufufuko katika kufufuka kwake mwanaye wa pekee. Nasi tunaoishi hapa duniani atuondolee dhambi zetu, tena awapatie na rehemu wote, na kwa namna ya pekee ampatie Fray Tembo Muhongo Ostellero na haki pamoja na amani, ili sisi wote tupate kuishi katika heri ya milele pamoja na Kristo aliyefufuka katika wafu, kama tunavyostahili kweli. Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wasikie na ikae nani daima. Amen. Uwe mwaminifu
descendez et tapez le soleil, couronnez d'étoiles et la lune sous tes pas, à toi nous est donné l'aurore qui salue. Na Roho Mtakatifu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Ee Bwana Yesu Kristo, ulipolala kaburini, ulitakasa makaburi ya waamini wako wote. Hivi miili yetu itakapozikwa humo, matumaini yetu ya kufufuka yaongezeka. Tunakuomba kwa huruma ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humo, roho yake ifurahi na ipumzike kwa amani kwako mbinguni, pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Taomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Umtafuta kule mzee wa kule huko na Kaka na dada wapenzi, tumwombee ndugu wetu huyu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ni ufufuo na uzima, anayeniamini hata akikufa atakuwa mzima milele. Tutakuwa na jibu, Bwana utusikilize. Wewe uliyemlilia kwa machozi Lazaro aliyekufa, ukubali kupangusa machozi yetu. Wewe uliyemwahidia msalabani yule mtenda maovu aliyetubu ya kwamba ataingia katika paradiso, ukubali kumpokea ndugu yetu Frera Jerome Mwongo, huyu aliyetutangulia mbinguni. Bwana, ukubali kumpokea kati ya watakatifu ndugu na dada zetu, yeye aliyetakaswa kwa maji ya ubatizo, kupakwa mafuta matakatifu na kulishwa mwili na damu yako takatifu. Bwana, watulize kwa imani na matumaini ya uzima wa milele wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu huyu na wote waliofiwa. Bwana, utusikilize. Bwana, sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani, utuimarishe na kutudumisha katika utumishi wako mtakatifu. Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike
duniani kama mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku. Kwani kwako na kwa mkia Maria umejaliwa neema, wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote. Tuombe. Tunakuomba Bwana, umhurumie marehemu mtumishi wako Frera Jerome Muongo, na kwa kuwa alikuwa na roho ya kutimiza mapenzi yako, usimlipize dhambi zake. Hapa duniani aliungana na waamini wako, umuunganishe sasa na kundi la malaika. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kaka na dada zangu wapenzi, Mungu Mwenyezi amemwita ndugu wetu huyu aende kwake. Sasa tunaweka mwili wake udongoni ili urudie udongoni, ili uwe udongo ule ulimotwaliwa. Lakini Kristo yeye wa kwanza amefua katika wafu, naye atamfufua mwili wetu dhaifu na kufananisha na mwili wake mtukufu. Basi tumweke ndugu yetu mikononi mwa Bwana ili ampokee katika amani yake na kufufua mwili wake siku ya mwisho.
Juste fleurira comme Élise descend. Du paradis fruit pour les Wale waliokuja na maua wafike wamtolee. Lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Oh Jésus, sur les coteaux du monde, tu vas faire apporter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire.
Yotali masumu ndani yako giza, Mungu wangaza mianga yote amoja bosinga zambe lako bele. Frera Tembo Muongo Jerome, tunaweka msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristu, alama ya matumaini yetu, juu ya kaburi lako. Amani kwako. Maua ni alama ya mapendo. Sasa tupande maua juu ya kaburi ya ndugu yetu Frere Jerome Muongo kwa kumuonyesha upendo wetu.